nilivyoeleza awali, haya makundi ni makundi hatarishi na yako hatarini zaidi kupata magonjwa kirahisi, ni kwa sababu mfumo kinga wao unakuwa uko chini zaidi. Tukiangalia makundi hayo ni kama wajawazito, watoto chini ya umri wa miaka 5, lakini na watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama tunavyofahamu, ili mwili uweze kupambana na magonjwa yote, lazima mfumo kinga uweze kupambana na dhidi ya magonjwa yale, ili tunasema mtu huyu sasa anakuwa na afya kamili, afya thabiti. Kwa hiyo kinga ya mwili ikishakuwa iko chini, maana yake inakuwa ni rahisi sana kwa mtu huyu kuweza kupata maambukizi yoyote yale kinyemelezi kwa urahisi zaidi ukilinganisha na mtu yule ambaye hana mfumo kinga ambao ni imara zaidi. Kwa hiyo tunasema makundi haya ni kwa sababu watoto chini ya miaka 5, maana yake kinga zao ziko chini kwa sababu bado wanaendelea kukua katika namna ya kuweza kuimarisha mfumo kinga wao kwa kadri zidi wanapozidi kuwa watu wazima. Lakini wajawazito, mtu anapopata ujauzito, maana yake ni kwamba kinga zake za mwili zinashuka kutokana na system ya mwili inapokuwa inaendelea kutengeneza mtoto katika kadri mtoto anavyozidi kukua. Lakini kama tunavyofahamu, watu ambao wanaishi pia na maambukizi ya virusi vya ukimwi tayari kinga zao zinakuwa zimeshaathiriwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wao wako katika hatarini, na ndio maana tunasema kuna makundi maalum ambayo yako hatarini zaidi katika namna ya kupata magonjwa haya ya mlipuko. Na sio tu magonjwa ya mlipuko tu, ni magonjwa yote yale yanaweza kumpata mtu huyu kirahisi ukilinganisha na mtu yule ambaye hayuko katika makundi hayo. Asante. Okay. Madonila kutoka Mwakisandu. Kimsingi kama tulivyoeleza, hatupaswi kugusana na majimaji ya mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa mpox, isipokuwa in case kama kitokea katika eneo fulani kuna mgonjwa wa mpox, basi ndio maana tunaimarisha misingi ya mawasiliano kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kimsingi kama mtu tayari ana maambukizi na anahitaji kusaidiwa, maana yake ana uwezekano wa kupanda kwenye chombo cha usafiri, lakini hakikishe yeye pamoja na dereva, either bodaboda au dereva yule anayeendesha chombo cha moto hawasogeleani. Maana yake anapofika katika kituo cha kutolea huduma, maana yake atapata matibabu sahihi kutokana na tatizo lake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba jamii isiwe na taharuki kubwa sana kuona kwamba mgonjwa mwenye homa ya nyani maana yake hapaswi kusogelewa. Ni kweli hapaswi kusogelewa, lakini kuna namna ya kuweza kuchukua tahadhari. Kwamba usiweze kumshika na kuweza kushika yale maji yake alionayo. Kwa hiyo kwa maana ya kumsafirisha, anaweza kachukua hata bodaboda, lakini katika namna ya kukaa kwenye bodaboda wanakuwa hawagusani. Atafika katika kituo cha kutolea huduma, lakini baada ya hapo kile chombo kilichotumika kumbeba lazima kitakaswe na zile dawa zetu za hospitali, kwa maana ya klorini, kutakasa sehemu zote alizoshika yule mgonjwa, lakini pia na kutakasa yale mavazi yote aliyokuwa amevaa yule mgonjwa. Kwa wakati huo maana yake tayari ile bodaboda inakuwa iko salama kwa ajili ya kupakia abiria mwingine. Okay. Ndiyo. Na yule ambaye anatakasa chombo kile cha usafiri anakuwa amevaa gloves ama inakuwaje? Lazima apatiwe vifaa maalum vinaweza kumkinga. Kuna namna anaweza kavaa mipira katika namna ya kutakasa pikipiki yake, sio tu kwa kufanya vile kwa kushika na mikono, maana yake anaweza kupata pia maambukizi vile. Naomba nichangie pia hapo kwa swala zima la utakasaji. Si anakuwa bodaboda yule ameshafika ameleta mgonjwa. Ndio maana tunasema bodaboda ukibeba mgonjwa au chombo chote cha usafiri unapopita eneo lile la kutoleaji huduma, usiondoke kwanza. Sema jamani, mimi chombo changu cha usafiri kimebeba muhisiwa wa dalili fulani. Kabla ya kuondoka, wataalamu wa pale wao wenyewe watakuja, watakuwa wamevaa na vifaa maalum na wataweza kutakasa chombo chako cha usafiri, iwe pikipiki au iwe gari au iwe bajaji. Kwa kabla ya kuondoka, kama unajua umebeba mgonjwa wote au muhisiwa wote wa dalili za ugonjwa fulani, inabidi kabla ya kuondoka toa taarifa, bwana mimi nina chombo changu, pengine nina koti langu alinigusa kwa nyuma, itaweza kutakaswa na hauwezi kupata hayo maambukizi. Okay. Anasema dada Wanda, nimefurahi sana kwa kujibiwa